A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Na mpenzi mtazamaji wa Channel 10 kilicho bora kabisa, kwa mara nyingine tena ni usiku wa Jumatatu. Ni usiku ambao tunakianza kipindi cha ulimwengu wa Kiislamu. Ni kipindi ambacho kitaruka leo usiku huu wa Jumatatu na kitakuja kurudiwa Jumatano na Ijumaa saa 4 asubuhi. Yote hii ni kukupa maarifa mapana juu ya utambuzi wa masuala mbalimbali yanayohusu dunia yako, dini yako, lakini zaidi kukuandaa ili uwe na hatima njema. Ni kipindi ambacho kuletea masuala mbalimbali, masuala tambuka, na ni kipindi ambacho mashehe huja hapa studioni na kuwasilisha mada zao mbalimbali. Na leo tunaye Sheikh Omar Ibn Abdul Mtupa, ni mtumishi wa DAWASA, anapenda kujitambulisha hivyo, lakini pia ni mjuzi wa masuala mbalimbali ya dini ya Kiislamu. Huko nyuma tumewahi kuzungumza naye mada, lakini mada zake hasa zimejikita kwenye tafsiri ya masomo ya sayansi yakichimbuka ndani ya Qur'ani tukufu. Hata leo pia anakuja na mada isemayo sayansi ya jua ndani ya Qur'ani. Sayansi ya jua ndani ya Qur'ani. Sheikh Mtupa, kwa mara nyingine karibu sana. Hatujakutana mara ya mwisho tulikuwa ni kipindi ndani ya mfungo wa mwezi wa Ramadhani. Sahihi. Tukiwakumbusha wafungaji namna ya ufungaji bora, namna ambavyo watapata malipo mazuri kiroho na kiafya. Baada ya pale alhamdulillah tumepumzika. Hatimaye leo tumekutana tena. Na leo unakuja na sayansi ya jua ndani ya Qur'an. Hakika. Karibu sana. Karibu tujifunze. Asante sana. Alhamdulillah qadimil baqi musabbibul asbabi wal arzaqi hayyun alimun qadirun mawjude qamat bihi al ashya'u wal jude دلت على وجوده الحوادث سبحانه فهو الحكيم الوارث ثم الصلاة والسلام سرمدا على النبي المصطفى كنز الهدى وآله وصحبه الأبرار معادن التقوى مع الأسرار. الحمد لله على كل حال. الحمد لله الذي قال سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. Tunamshukuru Allah tabaraka wa taala kutujalia tena siku hii ya leo kuweza kukutana na kuweza kupeana mawili matatu kwenye yale ambayo mengi Allah tabaraka wa taala ametujuza ndani ya kitabu chake. Allah tabaraka wa taala ametoa ahadi nyingi sana ndani ya Qur'ani, lakini leo hii tutaishi na ahadi mojawapo ya Allah tabaraka wa taala aliyoitoa ndani ya Qur'ani, ambayo inapatikana katika sura ya 41 Fussilat katika aya nambari 53. Allah tabaraka wa taala alituambia sanurihim ayatuna fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu alhaq. Kwa hakika tutawaonesha ishara na dalili mbalimbali. Ishara hizi na dalili hizi mbalimbali kutokea katika masafa ya mbali, na ishara hizi kupitia katika miili yao wenyewe wanadamu, hata yatabayyana lahum annahu alhaq, mpaka pale watakapokuja kufahamu kwamba hii Qur'ani ni kweli maneno ya haki ya Allah. Allah alisema atatueleza vitu vingi sana kutokea katika masafa ya mbali, vitu ambavyo vinakuwa ni ishara ya kuonesha ukubwa na uwezo wake, lakini pia ataonesha ishara nyingi kupitia katika miili yetu wenyewe sisi wanadamu, hata yatabayyana lahum annahu alhaq, mpaka pale watakapokuja kufahamu kwamba hii Qur'ani ni ya kweli, na mpaka waje waseme kweli Qur'ani ni ya kweli. Katika vitu ambavyo Allah tabaraka wa taala amevieleza katika masafa ya mbali, ikiwemo ni jua,
Na leo hii insha Allah tunakwenda kuitekeleza ahadi hii na kuidhihirisha kwa watu, kwa jamii, vile ambavyo Allah ameahidi na jinsi alivyoidhihirisha yeye, ili sisi tuweze kufahamu kwamba kweli hii Qur'ani ni maneno ya kweli. Jua ni katika vitu ambavyo viko mbali sana. Na jua hili jua ambao tunaliona kama tukisema tuangalie katika anga. Shekhe, jua ni nyota. Jua ni nyota. Ni nyota shekhe. Lakini nyota hii ndio ipo katika kile kitovu katika mfumo wa jua unaoitwa solar system. Solar system ni mfumo wa jua. Umeitwa mfumo wa jua kwa sababu jua ndiyo mama wa mfumo mzima. Ipo katikati pale. Na ukiliangalia hili jua lipo katika shepu ya spiral, ni kama limezunguka hivi fulani. Na jua hili ukisema uliangalie kwa mbali, unahisi kama ni kitu kidogo tu cha duara. Lakini uhalisia jua ni kubwa sana. Hata ukisema ulinganishe kati ya jua na dunia, basi jua linazidi dunia kiukubwa mara 109. Mara 109. Hakika. Kadunia ni kadogo. Kadunia kadogo sana. Ya salam, ya salam. Jua inaizidi dunia mara 109 kiukubwa. Allah. Lakini hata kiuzito pia jua inazidi dunia kiuzito mara 330. Ya salam. Mara 330. Jua ni kubwa zaidi ya dunia. Lakini hata kiujazo pia kiujazo, yani ukisema tuchukulie mfano tulifanye jua ni kama mithili ya ndoo, alafu tuingize vitu mule ndani ili ndoo ijae. Tukichukulia mfano wa jua kama kitu kiujazo, basi tutahitaji dunia milioni 1 ziingie ndani ya jua ndo jua liweze kujaa. Hii ni dhahiri kwamba jua ni kubwa kiasi gani. Na ukiangalia hii solar system au mfumo wa jua, jua ndio kitu pekee ambacho kina uzito mkubwa kuliko vitu vyote katika solar system. Takriban 98.86 uzito wote umechukuliwa na jua. Alafu uzito 0.04 tu ndio imechukuliwa na sayari, nyota zingine, asteroids, magimba na miamba mingine kadhalika. Lakini 99.86 ya uzito wote imechukuliwa. Maana ile 0.00 point hizo ni pamoja na dunia yetu hii, pamoja na dunia, na sio tu dunia, na sayari nyingine zote. Na sio tu sayari kule juu, kuna na magimba mengine zinaitwa asteroids. Ukijumuisha vyote hivyo ndio unapata uzito wake 0.04. Hii ni dhahiri kwamba jua ni kubwa kiasi gani. Lakini labda tuangalie hili jua hili. Wanasema ile creation of the sun ilikuwa kuwaje? Jua liliumbwa vipi? How did the sun come into existence? Yani hili jua tokeaje mpaka leo hii tunaliona. Naam. Ukisoma science wanatuambia hapo zamani kulikuwa na kitu mithili ya kiwingu. Hili wingu lilikuwa linaitwa solar nebula. Wingu hili lilikuwa ndani yake limebeba gesi kama vile helium pamoja na nitrogen pamoja na hydrogen. Lakini pia kulikuwa na mavumbi ya nyota. Mavumbi haya yanaitwa nebula. Na inasemekana iki kiwingu chenye mkusanyiko huu wa gesi pamoja na mavumbi ya nyota kama solar nebula ilivyokuwa inaitwa kwa wakati huo, ilikuwa kimetulizana sehemu moja katika hali wanasema rest state, katika hali tulivu.
Lakini inasemekana jirani ulitokea mlipuko wa moto uliotokana na nyota unaoitwa the supernova. Sasa hii supernova kama ndio mlipuko wa moto uliotokana na ile nyota jirani, ule moto ukapelekea kwenda kutibua ile hali ya rest state, hali ya kutulizana kwa kile kiwingu. Ule moto au joto baada ya kuwa imekaribia kwenye kile kiwingu, ikaonekana zile gas na yale mavumbi yakahama kutokea katika hali ya rest state na kwenda katika dynamic state, hali ya mwendo. Mawimbi yale yakaanza kuonekana yanatawanyika, baadaye yakaanza kujikondensi sehemu moja. Lakini baadaye ikapelekea yale mawingu yanajikusanya na kujikusanya katika hali ya mwendo. Ikaenda kupelekea kutengenezeka kitu kinachoitwa proto-sun. Proto-sun maana yake ni kijua kichanga au jua changa. Ni yale mavumbi ya gas ya hydrogen pamoja na helium pamoja na mavumbi ya nyota, baada ya kuwa wamepata ule moto na lile joto, ndio yakapelekea kwenda katika hali ya kuzunguka katika hali ya dynamic state na kujikondensi sehemu moja. Hii ndio ilipelekea kuundwa kitu kinachoitwa a proto-sun au jua changa. Jua changa hili lilitoka vipi? Wanasema hizi gas za hydrogen pamoja na helium pamoja na yale mavumbi ya nyota nebula yalianza kuzunguka kwa kasi ya ajabu. Kasi hii ilipelekea kutengenezeka kitu mfano wa flat disk. Mithili kama unavyochukua CD. Ile CD unavyoiona shape yake. Basi ndo yale zile gas na yale mavumbi ya nyota yalivyokuwa yanazunguka kwa spidi ya juu sana, yakapelekea kitu cha duara mfano wa flat disk. Sasa kawaida kunapotokea na mzunguko wa kitu huwa kunakuwa na kitu kinachoitwa friction au msuguano. Na mara zote kwenye friction lazima kunakuwa na joto au energy. Sasa zile hewa au ile air baada ya kuwa zinajizungusha kwa spidi ya hali ya juu na kupelekea zile air molecules kuweza kugongana na kusuguana, ndo ikaanza kutengenezeka joto. Inasemekana pale kwenye kitovu lile joto lilianza kupanda kwa spidi ya ajabu kiasi kwamba ikafikia kiwango cha degree of centigrade milioni 15. Degree hizi za centigrade milioni 15, au ukisema uziconvert kwenda katika Fahrenheit unapata degree 27 milioni. Ndo ikapelekea jua hili kuweza kutengenezeka moto na muwako. Tunajifunza nini hapa? Tunajifunza kwamba jua limetokana na kile chanzo cha moto cha mlipuko wa nyota ya jirani iliyoitwa the supernova. Tuangalie Uislamu unasemaje kwenye kuangalia, kwenye kutujuza hili jua lilivyoumbwa. Ukimsoma huyu anaitwa Ka'bi, tunaambiwa akhraj Abu Sheikh an Ka'bi. Ka'bi ni katika wale wanawazuoni tunaita ni katika wale matabiina. Inasemekana huyu alisilimu kipindi cha khilafa ya Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Anaitwa Ka'bi bin Mati'i al-Himyari. Huyu anatuambia khalaqa Allahu al-qamara min nurin wa khalaqa Allahu ash-shamsa min narin. Allah. Ala tara waja'ala al-qamara fihinna nuran waja'ala ash-shamsa siraja. Allah tabaraka wa taala ameumba mwezi kutokana na nuru, lakini pia ameumba jua kutokana na moto. Je, huoni kwenye Qur'ani kwamba Allah amesema waja'ala al-qamara fihinna nura waja'ala ash-shamsa siraja? Je, huoni Mungu kasema kwamba Mungu kaumba mwezi kutokana na nuru, lakini kaumba jua kutokana na moto?
Huyu ni Ka'bi bin Mati al-Himyari, na anazungumza maneno haya ni kipindi cha zamani sana. Huyu Ka'bi ukimsoma historia yake amefariki mwaka 652. Mwaka 652 ndo anayaeleza maneno haya, lakini ukirejea katika science maneno haya yamekuja kwenye karne ya 18. Ni mbali sana. Hivi ndo kwa ufupi namna gani jua lilivyoumbwa. Asili yake ni moto. Science inatuambia ni moto, lakini pia hata katika elimu yetu wa maarifa ya Kiislamu tunaambiwa asili ya jua ni moto. Lakini tujifunze hili jua tunaloliona hili lipoje, ile structure of the sun, ule muundo wa jua upoje? Naam. Tuzame kidogo ndani ya jua. Naam. Jua hili huwa lina layer takriban 7. Layers takriban 7. Kuna layer ya kwanza inaitwa core. Sasa hii core imegawanyika sehemu mbili. Kuna inner core na outer core. Pale kwenye kitovu ndo kwenye shina. Tunaambiwa hapa kwenye core ndiyo mahala ambako inapatikana kile kiasi cha joto cha degree of centigrade milioni 15 au milioni 27 za Fahrenheit. Hapa kuna kitendo cha kitaalam kinaitwa nuclear fusion reaction. Kitendo hiki inakuwa ndiyo asili ya ile nguvu ya jua inayopata kwenye kujizungusha katika muhimili wake na kuweza kutoa ile mionzi yote na kufanya kazi zake zote za jua. Au tunasema hii ndiyo masdaru taqatu shams. Hii ndiyo asili ya nguvu ya jua. Nuclear fusion reaction ni kile kitendo ambacho ile hewa ya hydrogen ambayo inapatikana katika jua kiwango cha 73%. Zile hydrogen gas huwa zinaungana, yani atomu ya kwanza ya hydrogen inakwenda kuungana na atomu ya pili ya hydrogen kutengeneza kitu kinachoitwa helium yenye mass number 4 pamoja na atomic number 2. Uwepo wa hii helium, hii ndio nishati yenyewe ya jua inayotegemea kwenye kujizungusha katika muhimili wake na kufanya kazi zake zote za kila siku. Na tunaambiwa ndani ya sekunde moja kupitia hii nuclear fusion reaction jua lina uwezo wa kutengeneza nishati takribani tani milioni 600. Ndani ya sekunde moja jua hutengeneza nishati takribani milioni 600, lakini milioni 4 tu za tani ambazo ndo zinatumika kwenye kuziendesha jua, lakini tani milioni 596 zinahifadhiwa kama akiba. Hapa kwenye hii core ndiko ambako moto mkali unaowaka, na ni moto kwa maana ya moto unaowaka hasa, kwa sababu ukisema uchukue hiki kiwango cha joto cha degree milioni 15 za centigrade, hauwezi kufananisha na kiwango cha joto cha aina yoyote. Utagundua kwamba ni moto mkali sana kiasi kwamba hata jua lenyewe limeshindwa kuhimili. Maana watu wanaweza wakadhani kama jua ni mfano wa kitu kigumu au taa. Lakini jua ni gesi, Sheikh. Jua ni gesi. Kwa sababu kiasi hiki cha degree za centigrade milioni 15, hakuna kitu ambacho kinaweza kikabaki katika hali yake ya kawaida, bali huungua chote. Ni moto mkali sana. Ndio maana ukisoma Qur'ani katika sura ya 78 aya nambari 13 An-Naba, Mungu anasema waja'alna sirajan munira. Waja'alnaha sirajan munira. Waja'alna fiha sirajan munira. Sirajan wahaja.
tumeifanya hili jua kama ni taa au ni kitu chenye kutoa moto mkali sana na chenye kutoa mwangaza mkali. Sirajan wahaja. Ukiangalia katika tafsiri ya inayoitwa maarufu Jami'ul Bayani fi ta'wili ayil Qur'ani, au maarufu inaitwa tafsiri at-Tabari, alipokuwa ana tafsiri aya hii sirajan wahaja, tumeifanya jua liyo lenye kutoa moto mkali na mwangaza mkali. Huyu Shekhe Abu Ja'far Muhammad bin Jariri at-Tabari ndo anasema Mungu alivyosema sirajan wahaja ai waqadan mudhi'a, kitu chenye kuwaka moto mkali na chenye kutoa mwangaza mkali. Joto hili ndo hii degree za centigrade milioni 15, lakini wahaja mudhi'an, lenye kutoa mwangaza mkali. Ukiliangalia jua shekhe, linatoa mionzi takriban aina 5. Mionzi takriban aina 5. Mionzi ya kwanza ambayo jua inatoa, hapa tupo katika kile kiini tu au core of the sun. Hapo tupo pale kwenye kiini cha jua, core of the sun. Ukiangalia mionzi aina ya kwanza, jua inatoa kitu mionzi inaitwa visible light. Visible light ndo huu mwanga ambao sisi tukiangalia tunauona. Sasa huu mwanga ukiuangalia unauona vile tunavyouona, lakini ndani yake ni mjumuiko wa rangi 7. Rangi hizi 7 kwa pamoja ndo utengeneza mwanga mmoja wa jua. Allah. Ukichukua glass prism alafu ukachukua mwanga wa jua ukaipiga katika ile glass prism, utakuta ile spectrum inatengenezeka pale. Pale ni mchanganyiko wa rangi 7. Rangi hizi 7 unaweza ukaziainisha kwa formula hii ya Roy-G-Biv. Roy-G-Biv formula, yani red rangi ya kwanza, ya pili ni orange, ya tatu ni yellow, lakini 4 ni green, 5 ni blue, 6 ni indigo na 7 ni violet. Hizi ni rangi 7 ambazo zinapatikana katika ule mwale wa jua. Lakini sio tu kutumia glass prism, kuna wakati pia jua likiwa limetanda, wingu likiwa limetanda, kuna kitu kinapita kama mstari hivi, rangi zimejichora hivi, au inaitwa rainbow. Sisi kule kwa lugha yetu ya Pwani tunaita mpenda nungu. na hata kule Umakondeni tunaita hivyo penda nungu. Kule tunaita pinda nungu. Yaani Mungu ndo amelipinda lile dugu. Muhimu mwingine anaita upinde wa mvua. Hakika. Sasa ile nyingi rainbow ile ndo nadharia halisi. Alafu hapo bwana, kuna kitu hapo nitakuchanganyia madawa. Kwani kile kitu kile kinaishia vile vile au kuna kakiumbe fulani hivi? Maana watoto tunaambiwa hata kuingia puani ile unakufa. Hapana. Ile kitaalamu iko hivi. Kule juu kunapokuwa na aina ya utando wa wingu. Tunaposema wingu maana yake ni maji. Ni water droplets, matone ya maji. Lakini matone haya ya maji yakiwa angani ni matone, lakini yakija huku ni bwawa. Ala. Sasa mwale wa mwanga ukienda kugonga katika yale matone au water droplets ambayo yapo angani, alafu ule mwanga ukafanya vitu vya aina mbili au sifa za aina mbili. Ya kwanza reflection, yani kupinda kwa mwanga, lakini ya pili reflection, yani mwanga una sifa. Sifa mojawapo ya mwanga huwa unapinda pale unaposafiri kutokea katika media moja kwenda katika media nyingine. Nikisema media namaanisha hii hali tunayoiona kama hii anga. Ukisema upige hata tochi, basi ule mwale wa mwanga utasafiri katika nyuzi 180, mstari mnyoofu. Umenyooka. Lakini tuchukulie kama kule mbele kukawa na maji. Sasa yale maji hayawezi yakapitisha ule mwanga ukanyooka vile vile. Lazima mwale wa mwanga utapinda. Hiyo inaitwa reflection. Kwa hiyo mwale wa mwanga unapoenda kugonga katika yale matone ya maji yaliyoko
angani. Matone, nimesema matone yakiwa angani. Yakishuka huku chini bahari. Au bwawa. Katika nyuzi 42. Nyuzi 42. Yes. Mwale wa mwanga unapo streak katika ile water droplets nyuzi 42. Na check hapo nimelewa, najikuta hata ule muda wa kupumzika unapita, sisi somo limekolea kweli kweli. Sasa tufanye mwalimu, hakuna namna tupate mapumziko. Mapumziko kwa sababu nataka lipite tangazo katikati hapa, baada ya tangazo tutarudi. Shikilia hapo unapokumbuka hapo. Mtazamaji, leo tunaiangazia sayansi ya jua ndani ya Qur'ani. Unajifunza masomo makubwa kabisa haya, lakini hatuna namna. Ulimwengu wa Kiislamu umesema utakuletea vitu hapo ulipokaa, kwenye sebule yako, kwenye runinga yako, ili mradi tu yesikupite haya. Leo shekhe wetu anatufundisha sayansi ya Qur'ani ndani sayansi ya jua ndani ya Qur'ani. Tupate mapumziko, tukirudi tuje tumalizie sehemu ya pili. Kwa leo itakuwa tunamalizia inshallah. Tutaangalia kama kipindi bado material tutakuwa nayo, hakuna namna, lazima tumalize. Kwa sasa tupate mapumziko inshallah. Ahlan wa sahlan wa marhaba mtazamaji, tumepata mapumziko mafupi sana ili tutoe fursa ya kuendelea na mada yetu hii leo. Kumbuka leo tunaye hapa Sheikh Omar Mtupa maarufu shekhe wa kisayansi naye huyu, na leo tukiangazia sayansi ya jua ndani ya Qur'an. Shekhe, kabla tujaenda kupumzika, tuliachia pale kwamba mwanga ukisafiri unasafiri kwa nyuzi 180. Unatengeneza unagonga katika water droplets. Tuendelee. Sasa yale matone ambayo yapo angani ya mvua, mwanga unavyoenda kustreak au unavyoenda kugonga pale, kwa kuwa anga ina hali ya density tofauti na maji, lazima ule mwanga wa jua utapinda baada ya kugonga katika water droplets. Hii ndio inaitwa refraction. Baada ya kupindisha ule mwanga, alafu kinafanya kitu kingine cha pili kinaitwa reflection. Reflection kwa maana kwamba ule mwanga unagonga alafu unarudishwa kwa kutawanywa. Sasa unavyotawanywa ndo unaona zile rangi zile 7 au RGB: red, orange, yellow, green, blue, indigo pamoja na violet. Hizo ni rangi 7. Lakini kitu kingine ambacho jua inatoa katika mionzi, inatoa X-rays. Lakini pia jua inatoa kitu inachoitwa gamma rays. Lakini jua pia inatoa mionzi mingine mikali zaidi ambayo ni hatari zaidi katika uso wa dunia. Kuna moja inaitwa UV radiation. UV radiation pamoja na infrared radiation. Sasa hii infrared radiation ni katika mionzi mikali ya jua, lakini infrared radiation ukali wake haufikii katika hii UV radiation au ultraviolet radiation. Na lau kama ingalikuwa mionzi hii ya infrared radiation pamoja na UV au ultraviolet radiation inafika moja kwa moja kutokea jua lilipo mpaka katika uso wa dunia, basi kungalikuwa hakuna hata kitu kimoja kinachobaki katika huu uso wa dunia. Tusingeweza kustahamili. Tusingeweza, yani tungekufa wote. Allah. Ni mionzi mikali sana. Na ndio maana ukisoma kule juu kuna kitu kinaitwa ozone layer. Ozone layer ni ule utando ambao Allah ameuweka kwa ajili ya kutuprotect sisi kutokana na mionzi mikali
ya jua ikiwemo hii ya infrared radiation pamoja na UV radiation. Na ndo kitu hiko ukiisoma Qur'ani katika sura 21 Anbiya katika aya nambari 32 Allah anasema wajahanna samaa saqafan mahfudha, tukajalia hii mbingu kama ndo protection zone. Kwa maana hii saqafan mahfudha ambayo Allah ameitaja ndani ya Qur'ani katika sura hii ya 21 Anbiya katika aya nambari 32, saqafan mahfudha ndio hiyo ozone layer. Uwepo wa hii saqafan mahfudha au ozone layer ndio ambayo inakwenda kuminimize ule ukali wa ile mionzi ya UV radiation pamoja na infrared radiation. Na kama isingalikuwa hiyo ozone layer au saqafan mahfudha kama Allah alivyoitaja kwenye Qur'ani, basi kungekuwa hakuna kitu hata kimoja ambacho kingemea katika hii ardhi yetu. Bwana, ngoja nikuulize hapo, napata kitu. Endapo Allah subhanahu wa ta'ala asingeweka hiyo layer huku, sisi tusingekuwa hai. Hakika. Wale wanaofanya masafa marefu kwenda kuona mwezi ulivyo kama hivi karibuni tumesikia wako wa Marekani wamefanya hiyo safari ya kukaribia mwezi. Hawa wamepenya kwenye hiyo layer au walikuwa bado hawajafika? Hakika iko hivi. Kwanza material au vile vifaa ambavyo wanavitumia wana science kwenye kwenda juu ni material ambayo yametengenezwa specially kwa ajili ya kureflect mionzi. Maana kuna kuabsorb, kuna kusharabu, kuabsorb na kureflect au kuakisi. Kwa maana kwamba ile mionzi inagonga na kurudishwa. Yes. Na ndio maana kwao inakuwa rahisi kuweza kufika katika level au anga ya mbali kulinganisha na dunia katika hii surface tuliyopo. Hapa na tafakari naona hiki kifaa walichotumia juzi wa Marekani kilikuwa kinatoa moto, kinawaka. Sahihi. Kinawaka. Helium gas hiyo. Lazima kuwe na helium. Okay, maanake pengine wamepita kwenye hayo maeneo yenye moto mkali hivyo na kwa sababu kile wamekiprotect kule ndani kuwe salama, pengine kuwaka kule ndo hiyo unayosema. Yawezekana yomkini, lakini inshallah walikwenda mwezini. Wamekwenda, lakini wanasema ilibakia maili 40 kufika, lakini mwezi ule pale waliukaribia. Hakika inshallah kama Allah akijalia. Leo tunazungumzia jua. Tutazungumzia na mwezi pia inshallah. Basi tuendelee mwalimu wangu. Tutagusia na mwezi. Haya maswali yatakuja kuzungumzwa kwenye inshallah, kwenye mwezi. Sasa hii tulikuwa tunaangalia tu pale kwenye koo kama koo kwenye kile kiini. Sasa ukisema uende mbali zaidi ndo unakutana layer inayofuata inaitwa radioactive zone. Kuna layer inaitwa convection zone, lakini pia kuna layer inaitwa photosphere. Photosphere hii ndo unasema is the only layer that we are familiar with. Ndo layer pekee ya jua ambayo sisi wanadamu tuko familiar nayo. Yani unavyoliangalia jua wakati wa mchana kile unachokiona ndio hii layer ya photosphere. Hakika kile unachokiona, kama ukisema uangalie jua wakati wa mchana kweli huwezi kuliona jua kwa uhalisia kwa sababu unatoa mwangaza mkali, lakini hivyo unavyofinya macho na kile ambacho unakiona kwamba lile jua, basi kile ambacho unakiona kile ndio hii layer ya photosphere. Inakadiriwa kuwa na kiwango cha joto cha degree za centigrade 5,500. 5,500 joto lake. Yes. Maanake yopata picha tu, kuna wakati Dar es Salaam hapa tukifikia nyuzi joto 35 bana hatari. Nyuzi joto 35 tu. Hatari. Hata 40 hatujawahi kufika. Hatari. Lakini hali inakuwa ni hii. Sasa pata hiyo nyuzi joto 1000 ngapi? Mbali sana huko. Kwa hiyo hii layer ukiangalia au jua ukiliangalia unachokiona ndio layer ya photosphere. Na sifa yake nyingine, hii ndio layer nyembamba kuliko layer zote za jua. Yani
ukisema uangalie ukubwa wa jua na ukisema ulinganishe na hii lea, ni mithili ya ukucha. Mithili ya ukucha. Lakini lea hii licha ya udogo wake, upana wake unakadiriwa kuwa kilomita za mraba 1000. Kilomita 1000 upana wake hiyo lea. Na ndio lea nyembamba kuliko lea yoyote za jua, na sio tu nyembamba, a thinnest layer of the sun. Yani thinnest, hiyo ni superlative form sasa. Yani ni ya mbali zaidi, kwamba hamna mfano wake wenye kuwa na hali nyembamba kuliko hiyo. Lakini tukihama zaidi tunakwenda katika layer inaitwa chromosphere, lakini ya mwisho inaitwa corona. Hii layer ya corona huwa mara nyingi inaonekana wakati wa tunaita kusufi shams au solar eclipse. Wakati jua linapopatwa. Jua halikamatwi Sheikh. Jua halikamatwi. Tunasema jua likipatwa, kwa maana mionzi ikiingiliana. Kukamatwa kwa jua haiwezekani, kwa sababu Allah ameshakataa, la shamsu yambaghi laha an tudrika alqamara wala lailu sabiqun nahar. Sasa hii la shamsu yambaghi laha an tudrika alqamara wala lailu sabiqun nahar, hapa Mungu anakataa kabisa kwamba njia ya mwezi ni ya kwake na njia ya jua ipo kivyake. Yani haiwezi ikaenda eti ikafika hatua mwezi na jua vikao vimepita njia moja. Haiwezekani. La shamsu yambaghi laha an tudrika alqamara. Kwa hiyo pale inapotokea ile kusufi shams, kupatwa kwa jua. Kwa hiyo kupatwa kwa jua ni mwingiliano wa mionzi sawa ya jua na mwezi, lakini havikamatani. Kile kinachoonekana, kwa sababu yumkini na mara zote ilivyo, jua likiwa limepatwa, ukiliangalia jua huwa haulioni kwa muonekano huu wa kawaida. Inakuwa ni kitu ambacho kimekuwa faint. Yani kimefifia kabisa, kinakwenda katika weusi na wekundu. Sasa hiyo layer unayoiona au kile kitu ambacho unakiona ndio hii layer ya mwisho ya corona. Layer ya mwisho ya jua inaitwa corona. Hii huonekana wakati tu wa solar eclipse, na sio tu solar eclipse, ni ile total solar eclipse. Kuna ile partial solar eclipse, yani kupatwa kwa jua kwa sehemu tu ya jua. Lakini pia kuna ile total solar eclipse. Inapotokea total solar eclipse, ule muonekano unayoonekana, basi hiyo ndiyo layer ya corona. Hapa katikati kilichokuwa kimepatwa tumesema kupatwa kamatwa? Kupatwa. Kupatwa kwa jua tuliwahi kushuhudia miaka kadhaa, na kwa hapa Tanzania ilidhihiri zaidi mpaka mwaka jana tulipata. Mpaka mwaka jana Mwaka jana okay. 2025 tulipata ile, lakini kubwa zaidi ilikuwa ile ya kwenye 15 kama sikosei, 14 15, ambayo kwa hapa Tanzania ilidhihiri sana maeneo ya Mbeya. Hakika. Ile ilikuwa mbaya sana. Ni total hiyo ni totally solar eclipse. Na mwaka jana pia tumeshuhudia ya Bwana Mwezi. Hakika. Ya jioni ilitokea saa 3 ikaja kati kwenye saa 9 hivi, saa 8 lunar eclipse. Sawa. Au khusufi al-qamar. Na ile wanajuaje? Maanake walitoka watu kutoka mataifa ya nje, kwa sababu ilielezwa katika dunia Tanzania itashuhudiwa zaidi maeneo ya Mbeya. Kuna mataifa ya nje watu walikuja. Wanajua vipi? Na kuchanganyia habari hapo. Wanajua kutokana na kulikuwa na kipande ambacho naenda mbele baadaye. Basi tuendelee. Na hamu ya kutaka kujua nikifika katika rotation of the sun. Nikumbushe ile swali inshallah. Sawa. Rotation of the sun. Ngoja hapa naandike rotation, tuendelee. Miaka mingi ya nyuma, hata katika shule zetu tulifundishwa kwamba jua liko stationary. Jua halitembei, bali kinachotembea ni vitu viwili tu. Ni dunia pamoja na mwezi. Mimi sekondari nimfundishwa hivyo. Sekondari. Karibu wote. Mitaala haijabadilika. Basi inshallah. Sasa nadharia hii tumefundishwa hivyo, na yalikuja maswali pia
ya mitihani tumejibu hivyo na alhamdulillah tumepata maksi. Kwa hiyo tumepata kwenye uongo. Kwenye uongo. Yaani sasa hivi utandawazi hii inanikumbusha kwamba hata tunavyoona eti binadamu wa kwanza alikuwa nyani. Hakika. Mambo gani haya jamani? Mungu atusamehege. Allahumma amin. Kwa hiyo huku tulidanganywa. Tulidanganywa hasa. Ukweli wa mambo, jua sio kwamba liko stationary kama tulivyokuwa tunaambiwa. Na walienda mbali zaidi wakasema hata unavyoona ile solar and lunar eclipse, basi ukitaka kujua kwamba hii ni solar eclipse, angalia tu kwamba nani yupo kati ya dunia na mwezi. Ukitaka kujua kwamba hii ni lunar eclipse au kupatwa kwa mwezi au khusufu al-qamar, utaangalia tu kwamba nani yupo katikati ya dunia na jua. Lakini wakuwa wanasema kwamba bado still jua liko stationary, halitembei. Kitu hiki si kweli shekhe. Ukweli wa mambo yalivyo, Allah tabaraka wa taala alitueleza zamani sana, karne ya 7. Ukisoma Qur'ani katika sura ya 36 Yasin, kuanzia aya nambari 38 mpaka 40, Allah anasema washamsu tajri li mustaqarrin laha dhalika taqdirul azizil alim والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. Naam. Allah anasema washamsu tajri limustaqarrin laha, jua linatembea kwa kiwango na njia ambayo Allah tabaraka wa taala ameikadiria litembee. Ukisoma katika tafsiri Ibn Kathir, tafsiri Ibn Kathiri alivyokuwa ana tafsiri hii neno mustaqarrin laha wa shamsu tajri li mustaqarrin laha, hii neno mustaqarrin laha, kiwango na njia zake. Aliweka hadithi ya mwanafunzi mmoja wa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, anaitwa Abu Dharri al-Ghifari. Huyu Abu Dharri al-Ghifari siku moja alikaa na mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika msikiti, na wakati wa jioni baada ya kuwa jua limeshazama, mtume aliliangalia jua mpaka lilivyozama. Alafu akamwita Abu Dharri, ya Abu Dharri, atadiri aina tadhhabu shams, hivi unajua ili jua limekwenda wapi? Huwa linaenda wapi? Au tumezoea kuona tu kwamba jua asubuhi huanzia mashariki kwenda magharibi. Sasa ile unavyoona linavyotoka linaenda, mtume anamuuliza Abu Dharri, je, unajua huwa linatokea wapi na kuenda wapi, au unaona tu? Abu Dharri al-Ghifari anasema Allahu wa rasuluhu a'lam. Alijibu hivyo, mimi sijui isipokuwa Allah na mtume wake wanajua. Basi mtume akasema fa innaha tadhhabu hatta tasjudu baina yadayhi rabbiha. Na katika riwaya nyingine mtume akasema fa innaha tadhhabu hatta tasjuda tahta al-arsh. Hili jua ambalo unaliona huwa linaenda, mtume katumia linaenda, hiyo kutembea hiyo, huwa linaenda na kuenda mpaka mbele ya Mola wake kwa Allah tabaraka wa taala. Na katika riwaya linakwenda mpaka chini ya arish, al-arish, kama Allah alivyosema thumma stawa ala al-arish. Sasa jua linakwenda chini ya arish ya Allah tabaraka wa taala, linamsabih Mwenyezi Mungu hapo na linamtukuza Mwenyezi Mungu hapo, lakini kwa unyenyekevu. Watastadhinu lirrujui, jua linaomba idhini kwa Allah tabaraka wa taala liweze kurejea tena kwa unyenyekevu. Yani limeenda mbele ya Allah chini ya arishi, likasujudu, likaleta adhkari nyingi hapo kwa unyenyekevu. Jua linaomba idhini kwa Allah tabaraka wa taala liweze kurudi tena kuja kutuchomozea sisi. Siku mzee akikataa, mwisho wa dunia.
Ndo Mtume anasema watastadhinu lirujui, jua linaomba idhini ya kurejea tena kuja kuchomoza, si limezama? Linaomba idhini kwa Allah, naomba niruhusu nirejee nikachomoze tena nikawanufaishe waja. Siku Mungu akikasirika hakuna jua. Hakuna jua. Subhanallah. Ndo Mtume anasema fayadhinuha Allah kaannaha qad qila laha irji min haythu jiti, yani kana kwamba linaambiwa sasa, okay, ruksa umepata, rudi tena, urudi kama ulivyokuja. Ndo tunaambiwa fatarji'u wa tatlu'u fi matli'iha, jua ndo linarudi na linakwenda kuchomoza katika yale machomozo ambayo sisi tunayaona kila siku, jua likiwa linachomoza. Hii ni ile washamsu tajri limustaqarri laha. Sasa Mungu ndo akasema dhalika taqdirul azizil alim, kitendo cha jua kutembea na kuweza kuchomoza mashariki kuzama magharibi, jua haliendi lenyewe. Dhalika taqdirul aziz alalim, Mwenyezi Mungu ndiyo amelifanya akalitiisha na kweli likatii. Sasa utiishaji huu ndo hata ukisoma katika sura ya 13 Ar-Ra'd katika aya nambari 2, Allah anasema Allahu alladhi rafa'a as-samawati bighairi amadin tarawnaha thumma stawa 'ala al-'arsh wa sakhkhara ash-shamsa wal-qamara. Sasa hapa lengo langu ni hapa wasakhkhara ash-shamsa wal-qamara, na akalitiisha jua na mwezi. Yani jua linatii amri ile ya Allah tabaraka wa taala, dhalika taqdirul aziz alalim. Lakini wal qamar qaddarnahu manazila, na mwezi pia Allah ameujalia utembee katika vituo. Hatta ada kal urujuni alqadim, vile unavyoona mwezi umeandama ukiwa uko full moon, umechomoza uko full, lakini kuna wakati unarejea na kuchomoza ukiwa mdogo kama kucha. Ndio Mungu akasema la shamsu yambaghi laha an tudrika alqamara wala lailu sabiqun nahar. Sheikh, aya hii inatufundisha jua linatembea, mwezi unatembea, dunia pia inatembea. Mtu anaweza akajiuliza, sawa, tumesikia jua limetajwa alqamar ashamsu, naam, lakini pia mwezi umetajwa alqamaru, dunia imetajwa wapi? Wala lailu sabiqun nahar. Kiscience unavyozungumzia a day and night, you all talk about rotation of the earth. Unavyozungumzia usiku na mchana, manake hapo unazungumzia mzunguko wa dunia katika muhimili wake. Na ndo kitu hiki unaweza ukaniunga mkono au ukanipata vizuri kabisa kama ukiangalia katika sura nyingine, sura 21 Anbiya, katika aya nambari 33, ndo Allah anasema wa huwa alladhi khalaqa al-laila wan-nahara. Ya mstari khalaqa al-laila wan-nahara, ameumba usiku na mchana, washamsa wal-qamara, na akaumba jua na mwezi. Alafu mbele akatumia dhamiri ya vitu vingi, kullun fi falakin yasbahun. Vitu vyote hivyo vinaelea, vina rotate katika anga. Kiarabu wingi unaanzia 3 na kuendelea. Kama ingalikuwa, kwa kuwa hapo Mungu ametaja ashamsa wal qamara viwili tu, kama kungekuwa hakuna kitu cha tatu, basi Mungu asingesema kullun. Sawa. Kitu cha tatu ni kile ambacho kimetajwa mwanzo, khalaqal laila wan nahara, kaumba usiku na mchana, kwa maana hii ni dunia, Sheikh. Kwa dunia inatembea, jua linatembea, na mwezi pia unatembea. Lakini si hivyo tu, ukirejea katika sura hii ya 36 aya nambari 39 mpaka 40, ndo Mungu pia anasema wa kullum fi falakin yasbahun kwenye Yasini. Hapa akatumia wa kullun fi falakin yasbahun, akatumia wa kullu, sio kullun. Wa kullun fi falakin yasbahun. Hii wao wataalamu wa lugha naita wao al-atf, yufidu tartibu wa tarakh, watu wa lugha hao. Sasa hii wa kullu maana kwamba kila kilichopo angani
huwa kinatembea. Huwa kinatembea. Sasa tuiwache basi Qur'ani, huenda Kiarabu watu hawaelewi. Tuje huko ambako wanaelewa sana huku wenye wazungu sasa. Zamani kabisa, nadharia zamani, zama za kale, wanaita geocentrism. Geocentrism ilielezea wale wanajimu wa zamani kwamba jua linatembea. Wanajimu wa kale hao kama Tylon maarufu. Lakini hawa hawakukaa sana, baadaye ukawa kuna mapinduzi kufikia karne ya 16. Alitokea bwana mmoja anaitwa Nicholas Copernicus. Huyu Nicholas Copernicus mwaka 1543 yeye alikuja na theory yake aliitwa heliocentrism. Huyu ndo akaja akaharibu, akavunja ule mpango au nadharia ya mwanzo wakiamini kwamba jua linatembea. Yeye akasema kwamba hapana, jua halitembei bali jua liko stationary. Huyu bwana Nicholas Copernicus mwaka 1543 ndo alipublish hii nadharia yake ya heliocentrism. Lakini karne ya 17 wakaja wataalamu wakaja kumpindua huyu Nicholas sasa. Akiwemo bwana mmoja anaitwa Galileo Galilei, maarufu sana katika wanasayansi wakubwa. Galileo Galilei, na sio tu maarufu bali pia ni katika wale wanawazuoni mu'tamadu. Yani kwa upande wa sayansi ni mu'tamadu kama tunavyosema sisi. Ni watu kwamba ukiwataja wa kutegemea. Ukiwataja hivi, yani hakuna mtu ambaye anakuwa na doubt naye. Yes. Lakini bado haitoshi, karne ya 18 alitokea pia William Herschel. Mwanasayansi huyu mwaka 1783 yeye ndo akaja na nadharia kubwa kabisa inayoelezea namna gani jua linavyotembea. Alisema jua linatembea kufuata kundi la nyota ambalo linaitwa Hercules. Hilo kundi la nyota linaitwa Hercules. Na hiyo Hercules, kundi la nyota, huwa lina kawaida ya kusogea kuipisha jua linavyotembea. Huyu bwana anaitwa William Herschel mwaka huo. Lakini nadharia hii ilikuja kuwa ndio imemaliza kila kitu kuonesha kwamba jua linatembea na kuunga mkono Qur'ani katika karne ya 20. Karne ya 20 kwa maana mwaka 1920 walitokea wanasayansi hao wawili. Mmoja anaitwa Lindblad na mwingine anaitwa Jan Otto. Hawa ndio waligundua uwepo wa galaxy. Sheikh, angani kuna kitu kinaitwa galaxy. Galaxy ni mfumo mkubwa wa ajabu sana. Na hii galaxy hata hatuwezi tukasema ina ukubwa kiasi gani. Bali wanasayansi walijaribu tu kueleza hii galaxy ukubwa wake inabeba nyota takriban kuanzia bilioni 100 mpaka bilioni 400 nyota. Lakini ni hii galaxy ambayo inabeba mavumbi ya nyota, sayari na vitu vyote ambavyo viko angani kuchukuliwa na hii galaxy. Lakini galaxy hii ndiyo inayobeba na kusapoti mpaka mfumo wetu wa jua. Inatoa nguvu ya ajabu sana ikisaidiwa na kitu cha ajabu. Wanasayansi wanaita kitu cha ajabu. Kule kwenye galaxy kuna kitu cha ajabu kinaitwa dark matter. Dark matter hii angani kwenye hiyo galaxy ni kitu cheusi ambacho hakionekani rangi wala mwanga. Hiyo dark matter hakionekani rangi wala mwanga. Unakionaje? Wala kutumia ile compound telescope, yani ile heavy duty, huwezi ukaona. Isipokuwa wana science wanasema wanakitambua uwepo wake kutokana na athari inayotoa ambao ni force due to gravity au gravitational force. Uwepo gravitational force ndio inaifanya hizi sayari, dunia na nyota zote kule kuwa zinazunguka, na ikiwemo na galaxy yenyewe ikiwa inazunguka na wala haviporomoki. Endapo kama ingalitokea hii dark matter inayotoa hiyo nguvu ya ajabu ya force due to gravity au gravitational
force, basi tunaambiwa hizi galaxy zote zingesambaratika. Sasa jua letu liko wapi kwenye hii galaxy? Hapo. Jua letu liko wapi kwenye galaxy? Yes. Mtazamaji, hili ni swali ambalo leo tunaondoka nalo. Muda wa kipindi umekwisha. Hapa nina maswali mengi. Nilimuuliza swali akaniambia atakapoizungumzia rotation of the sun hajafika huko, lakini mimi nilitamani kuelewa ni rahisi kwenda kwenye jua, sikumuuliza, lakini nilikuwa na swali hapa, utatofautishaje ukitazama kwa macho ukabaini hii ni nyota na hii ni sayari? Vyote vinakaa kwenye anga moja, lakini kuna sayari na nyota, ukivitazama vyote unaviona, lakini bila ya kupewa elimu huwezi kutofautisha kwamba hii ni sayari na hii ni nyota. Jamani, rotation of the sun bado inaendelea. Sasa hatuna namna, lazima tuheshimu utaratibu uliowekwa. Lazima leo tukomee hapa, na mtazamaji hajapata kitu. Tukimuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala afya na uhai, wiki ijayo turudi tena hapa studio mwalimu. Inshallah. Nakushukuru sana. Nakushukuru mtazamaji. Ni muda tu ndio ambao umetulazimisha tukomee hapa, lakini somo bado bichi. Kama alivyosema, dhamira ni kutoa maarifa, kutoa elimu au kuwakumbusha wale ambao tuko nao kwenye mfumo huu. Na kwa sababu hatujafika kwenye eneo ambalo tunatamani mtazamaji wetu au amejifunza kitu, hatuwezi kumaliza yote, lakini walau tufike pahala ambako hata tukikuacha wewe mwenyewe unaweza ukafika eneo tofauti. Kwa leo tukikuachia hapa utapotea. Inshallah, ni kwa hili tu, Allah akituwafikisha, inshallah wiki ijayo mwalimu atarudi hapa kuja kuendeleza somo letu hili. Tulikuwa naye Sheikh Omar Abdul Mtupa. Huyu ni mfanyakazi wa serikali katika idara ya maji kwenye mlango wa DAWASA, lakini kama unavyomwona ni mtaalamu wa masuala ya dini ya Kiislamu na mambo mengine amebobea, na leo alikuwa anatupa somo la sayansi ya jua ndani ya Qur'an. Kule wanakoniongoza kwenye makamera akina Qudra na timu yake wananiambia kwa leo tumefika mwisho, na mimi sipingi kwenye hilo. Inshallah panapo majali tutakutana wiki ijayo. Mimi ni Sam Kalinga, billahi tawfiq. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.